Kumekuwa na kawaida ya wasanii mbalimbali wanapotoka kwenye lebo zao walizosainiwa huwa wanasizi hivi design kama wanapotea fulani, then baadaye wanaibuka. Na katika jopo hilo kubwa kunakuwa na wasanii ambao wakishatoka kwenye lebo zao then baadaye wanakuwa wanapata nafasi ya kuwa wanasikika vile vile ama kwa mifumo ile ile, lakini wengineo huwa wanapotea kabisa na ndio safari zao za kimuziki huwa zinaishia hapo. So leo tumdiskasi mwanamuziki Lavalava all the way kutokea Byte Gang, ambapo recently alikuwa signed under label ya WCB Wasafi. Msanii Lavalava baada ya kutoka kwenye label ya Wasafi aliweza kutangaza kutoa EP yake ambayo ilienda kwa jina la Time EP. EP hii kiukweli ilikuwa ina ngoma ambazo ukizisikiliza vyema utagundua kwamba Lavalava aliweka utofauti kidogo na yule Lavalava ambaye tumekuwa tukimzoea kipindi alipokuwa WCB Wasafi. Katika Time EP Lavalava aliweza kuwashirikisha baadhi ya wasanii akiwemo mwanamuziki Yami, ambaye ngoma ya Yami na Lavalava pia ni miongoni mwa ngoma ambazo pendwa kutoka kwenye EP hiyo. Ngoma hiyo ilienda kwa jina la Haste Haste. I hope hata wewe pia umeweza kuisikia. Ni ngoma ambayo ina mahadhi fulani hivi ya kihindi hindi. Ngoma fulani ambayo imewakonga nyoyo na kuwaburudisha watu wengi. Lakini mbali na hiyo pia kuna tracklist mbalimbali, ngoma kama VIP, ngoma kama Wanangu na nyinginezo nyingi ambazo ni ngoma kali na nzuri. Lakini maneno na comment za mashabiki wengi mitandaoni wanadai kwamba EP ya Lavalava kuna namna kama Wasafi wameitupa, na inapoelekea ngoma nyingi katika EP hiyo zimeonekana kama zimebuma hivi. Kuna design kama mashabiki wamemchukulia Lavalava kama Wasafi ama lebo aliyotoka kama wamemsusa kwa namna moja ama nyingine, jambo ambalo mashabiki wengi wamekuwa wakilizungumzia kwa kipindi cha muda mrefu. Katika swala hili mimi sishangai kwa sababu mashabiki wamekuwa wakileta opinions pamoja na ushauri mbalimbali kwa wasanii, hasa kwa upande wa mwanamuziki Lavalava. Hata alipokuwa Wasafi watu walikuwa wakisema katika mitindo hii.